Mjumbe wa halmashauri kuu ya chama cha ACT Wazalendo Taifa kutokea mkoa wa Geita, Emmanuel Korongo, amechukua fomu ya kugombea nafasi ya ubunge wa jimbo la Geita mjini, huku akiweka wazi vipaumbele vyake vilivyopelekea kuchukua fomu hiyo. Otto amesema lengo la kuchukua fomu ni kwenda kuwaunganisha wananchi wa jimbo la Geita mjini pamoja na kwenda kuwatetea wananchi ili kuepukana na changamoto mbalimbali ambazo wamekuwa wakikutana nazo, ikiwemo kuacha tabia ya uchawa kutoka kwa viongozi wanaotaka kunyenyekewa. Leo ni siku ya tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2025. Ni siku rasmi ambayo mimi nimeiteua na nimeona nifike kwenye ofisi za chama changu, chama chetu, chama cha ACT Wazalendo kwa ajili ya kuomba ridhaa ili niweze kugombea nafasi ya ubunge kwenye jimbo la Geita mjini. Endapo chama changu kitanipa ridhaa hii na kuniteua, nafikiri itakuwa ni awamu ya pili, kwa sababu awamu ya kwanza niligombea mwaka 2020 na fly kwamba angalau nilikuwa mtu wa 3, na baada ya kuwa mtu wa 3 sasa nimerudi nikiwa kivingine na nikiwa nimejiandaa kwa ajili ya ushindi. Kama mnavyofahamu ni kwamba kwa nini nimeamua kugombea ubunge? Nimeamua kugombea ubunge kwa sababu kuna uhitaji mkubwa sana wa ubunge, wa mbunge ambaye anatokana na wananchi. Mimi kihalisia ni mtu wa Geita, ninatoka Geita. Kwa hiyo ili uwe mbunge ni lazima kwanza ujue historia ya eneo ambalo unategemea kuliongoza, kwa sababu kazi za ubunge ni kazi 3 peke yake. Kazi ya kwanza ni uwakilishi, kazi ya uwakilishi kwenye vyombo vya kutunga sheria, lakini kazi ya pili ni kuisimamia serikali, alafu kazi ya 3 itakuwa ni hiyo ya kutunga sheria. Kazi ya 4 ambayo ni ya pekee yake ambayo wengi wamekuwa hawahitaji mara kwa mara ni ubunifu. Yaani mbunge anapaswa kuwa mbunifu. Sasa basi, endapo nitachaguliwa kuwa mbunge, bahati nzuri kwenye jimbo la Geita mjini sio mgeni, nimekwisha zunguka mpaka sasa kwenye kata zote 13. Nimefanya tafiti na nimegundua kwamba wana Geita wanapungukiwa sehemu kubwa sana katika uwakilishi. Kwanza kumekuwa na mfumo wa ajabu wenye kubaguliwa na kubaguana, na ubaguzi huu unafanyika hasa kwenye mazingira haya ambayo ni ya watu labda pengine wanabaguana kichama, wanabaguana kiimani na kadhalika. Kwa mfumo wa namna, mimi nitakwenda kufanya kazi ambayo itakuwa ni moja tu, kuwaunganisha wana Geita na kuwa wamoja na kufanya kazi kama Geita ya umoja. Lakini baada ya hapo manake ni kwamba lazima tuwe wabunifu katika vyanzo vya mapato na namna ya kuinua Geita, kuitoa kwenye sura ambayo iko nayo na kuipandisha juu ili kuweza kufanya angalau. Kwa mfano, kuna maswali tu ya kujiuliza. Geita ni tajiri, lakini pamoja na utajiri wake ilionao, nenda katafute katika rekodi ya matajiri wa Geita, huwezi ukampata hata ukienda Google, ukienda na kwingine kote. Hii ni kwa nini? Ni kwa sababu taarifa za watu wa Geita zimekuwa zikijificha na hazijulikani kwa kiwango kikubwa. Sasa basi, tunakwenda kuirudisha Geita ambayo ni imara, Geita yenye umoja, Geita yenye mshikamano, Geita yenye wapigania haki, Geita yenye usawa. Kwa hiyo kwa mazingira hayo ndio maana kimenisukuma sasa mimi kama mwana Geita kwa ajili ya kujitokeza na kugombea ili niweze kuwatetea na kuwasimamia wana Geita. Geita inachopungukiwa, imepungukiwa maeneo matatu. Eneo la kwanza, imepungukiwa eneo la uwakilishi ulio bora na ulio thabiti. Maka Geita sasa hivi kama mnavyofahamu, Geita inaongozwa na machawa. Yaani manake mbunge amegeuka, amekuwa chawa wa rais. Yaani amekuwa mpambe wa rais. Na amekuwa anafanya kazi ambazo tu sio kwamba kwa sababu ya wana Geita, kwa hafanyi research kwa ajili ya matatizo ya wana Geita. Kwa hiyo uwakilishi umepungua. Lakini pili, manake Geita haina mwakilishi kwa maana ya kwamba hivi anayejua historia ya wana Geita kwa ajili ya kwenda kuisemea kwenye mamlaka ambazo zinastahili. Ndio maana nimezungumzia swala la ubaguzi. Ubaguzi, watu wanabaguliwa kwa sehemu kubwa sana. Mfano ulio hai, naweza nikakupa mfano ambao ni mdogo sana lakini ni muhimu. Mimi wakati ninazunguka nimejaribu kupita maeneo kadhaa. Kuna maeneo ambako watu hawana huduma za kijamii, na ukiulizwa kwa nini, ni kwa sababu labda eneo lile wana imani ya chama fulani cha siasa. Yaani maana yake kwamba wanabaguliwa kwa sababu ya itikadi zao za kisiasa. Kwa hiyo sisi tunakwenda kutengeneza umoja ambao ni wa wana Geita kwa ajili ya maslahi ya Geita. Lakini pili, hiyo ni mbili. Tatu ni kwamba Geita inakosa uwakilishi, kwa maana ya kwamba ule uwakilishi ambao unafatana na historia. Historia ya Geita kama unavyofahamu ni kwamba huko nyuma
kulikuwa na wanaharakati ambao walikuwa wanaipigania Geita, walikuwa kina Hezron Makalanga na kadhalika. Hawa watu wote walisimama kwa ajili ya kuitetea na kuisimamia Geita. Hatimaye tukajikuta kwamba Geita, kati ya miji ambayo ilipimwa mapema sana, Geita ulipimwa mwaka 1935, nyuma sana huko. Lakini baada ya hapo harakati zilikuja zikakatika hapa katikati. Kwa hiyo ndio tukaanza kupata watu ambao wana mfumo ya kichawa. Yaani manake wapambe. Hawana tena ile nia ya kuwasimamia na kupigania haki za Wanageita. Kwa hiyo tunakwenda kwa ajili ya kuwatetea Wanageita. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hivi hawa watakwenda kwa ajili ya atakuwa mwakilishi. Kwa sababu kikawaida wote tulitakiwa tuwe bungeni. Wote tulitakiwa kuwa bungeni, lakini anatumwa mtu mmoja ili aende bungeni kwa ajili ya kuwakilisha wale wengine ambao hawakwenda bungeni. Kwa hiyo hiyo dhana watakwenda kuipata, na radha ya mbunge watakwenda kuipata halisi. Maana yake ni kwamba mbunge anayekwenda sasa atakuwa ni mbunge ambaye anatokana na wao. Geita ina rasilimali mbili kuu. Ina rasilimali ardhi, lakini rasilimali watu. Rasilimali watu hatujaona kama inawanufaisha Wanageita. Rasilimali ardhi hatujaona kama inanufaisha Wanageita. Kwa mfano, Geita ina maeneo ya uchimbaji wa dhahabu. Geita ina maeneo ya kilimo. Sasa katika maeneo hayo ambayo ni ya uchimbaji wa dhahabu, wanaonufaika sasa ukifuatilia ni hao ambao wamepewa nafasi, ambao ni viongozi, wawakilishi. Wananchi wameachwa, hawamo tena. Lakini ukienda kwa mfano kwenye maeneo ya kilimo, hakuna sehemu ambayo wametengenezewa ubunifu kwa ajili ya kunufaika na maeneo yao kwa ajili ya kilimo. Tuna uwezo wa kutengeneza Geita tukao Geita ya viwanda, lakini ambao ni viwanda vinatokana na kilimo. Tunaweza tukaifanya Geita ikawa bora, ambao Geita inatokana na dhahabu, ambayo itakuwa ni dhahabu, sio dhahabu peke yake, dhahabu ambayo inawanufaisha wananchi wote. Kwa hiyo katika mazingira ambayo yanakuwa, wananchi watanufaika na hilo na watapata uwakilishi ulio bora, watapata kiongozi aliye makini, watapata ubunifu ulio sahihi.